Kuna vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuwa navyo kama Mtanzania na kama mwananchi tu kwa manufaa yako na kuweza kufanyia kazi zingine. Kuna vitu kama hauna utakosa fursa nyingi sana. Jambo la kwanza ni namba ya NIDA. Kama hauna namba ya NIDA, kuna vitu vingi utavikosa, lakini je, hiyo namba ya NIDA ili kuipata unahitaji kuwa na vitu gani? Uweze kupata namba ya NIDA unahitajika kuwa na cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo kama huna cheti cha kuzaliwa huwezi kupata namba ya NIDA, lakini pia kama hauna NIDA huwezi kupata TIN namba. Sasa leo nataka nikakuonyesha jinsi ya kuweza kupata TIN namba online, lakini hakikisha una namba yako ya NIDA kabla ya kuanza mchakato huu. Pia kama hauna cheti cha kuzaliwa, tupo hapa kwa ajili ya kukusaidia na ukapata cheti chako ndani ya masaa 24 tu. Kwa wanaohitaji cheti, comment neno cheti katika sehemu ya comment section hapo, na kama unahitaji namba ya NIDA basi comment NIDA katika sehemu ya comment section, lakini pia kama unahitaji TIN number comment TIN number katika sehemu ya comment section. Let's go. Sasa moja kwa moja utakuja katika simu yako sehemu hii ya Google. Ukija katika sehemu hii ya Google utasearch hapa, okay? Hapo utasearch TRA, utasearch TRA, okay? TRA tax portal, utaisearch namna hii hiyo TRA tax portal. Then baada ya kuisearch hii taxpayerportal.tra.go.tz utaweza kuona mfumo wako utalodi namna hii, na utakapokuwa umelodi huu mfumo namna hii utaona welcome to IDRAS, together we build our nation. Hii ni Tanzania Revenue Authority. Sasa kitu cha kwanza hapa ambacho nitakwenda kuonyesha ni namna ya kuweza kufanya usajili kwa wewe ambaye huna kabisa namna ya kuweza kufanya usajili. Utagusa hivi vidoti vitatu hapa pembeni, then hapa utaweza kuona kuna TIN registration, alafu hapa kuna login. Sasa kwa mtu ambaye hana TIN utakuja sehemu hii ya TIN registration, okay? Utagusa katika sehemu ya TIN registration namna hiyo. Wait. Utabonyeza hapa kwenye TIN registration namna hii, na baada ya kubonyeza TIN registration utaweza kuona hapa TIN application, welcome to Tanzania Revenue Authority taxpayer portal, please select application type. Kwa hiyo hapo utachagua jinsi ambapo unataka kuapply. Kama huna NIDA unaweza kuapply kwa kutumia hii TIN application without NIN, lakini baadaye namba ya NIDA ni muhimu. Then TIN application with NIN utagusa katika sehemu hii, na baada ya hapo utashuka chini kidogo, okay? Utakuja hapa chini sehemu hii kama unavyoona hapo, utajaza namba yako ya NIDA. Hapo utaingiza namba zako za simu. Hapa utachagua aina ya TIN ambayo unahitaji. Kama ni non business utaweka hapo kwenye non business, kama ni business au kwa ajili ya biashara utaweka hapa, then utabonyeza neno proceed kwa ajili ya kuendelea na application yako. Na kama ni TIN entity TIN, entity TIN ni TIN kwa ajili ya biashara ambayo sio wewe peke yako, ni TIN ya kampuni au ya jina la biashara. Utaselect hapa kama ni limited company, kama ni parastatal, kama ni partnership, kama ni corporation au associate au club. Kwa hiyo kama ni limited company utaweka hapo limited company, then entity location utachagua kama ipo mainland, Tanzania mainland, au kama ipo Zanzibar utachagua mwenyewe hapo. Let's say ipo Tanzania, utaweka hapa Tanzania. Akasema for limited company TIN registration please use the link to register. Kwa hiyo utaregister kwa kutumia hii hapa. Kwa limited company TIN yako utaipatia hapa kwenye hii link, okay? Lakini sio point ya leo. Point ya leo ni hii ya TIN application with NIN. Hapa jaza namba zako za NIDA, hapo utaweka mobile number, utachagua aina ya TIN, then utaproceed. Na baada ya hapo sasa utakuwa umeshajua namna gani ya kuweza kuapply. Ukishakamilisha, kwa mtu ambaye anaenda kulogin sasa utabonyeza hapa kwenye sehemu hii ya login, then utakuja zako hapa katika sehemu yako ya login, utachagua TIN yako hapa, then utabonyeza neno login, okay? Utaingiza password zako hapo. Kama wewe ambaye una login utaweka password zako. Ukishaingiza password zako basi utaweza kulogin na utaendelea. Baada ya kuweza kulogin katika akaunti yako utaweza kugusa katika sehemu hii hapa pembeni. Hapo utaweza kuona kuna
taxpayer application, kuna tax management, taxpayer management. Kwa hiyo kama unataka kumanage tax utabonyeza hapa kwenye taxpayer management. Okay, then hapa utaweza kuona aina ya tax yako au aina ya TIN yako ambayo na kwa mfano hii hapa ni TIN yangu ni ya business. Kwa taxpayer information, please fill dark blue required TRA approval when modified update from NIDA. Kwa hapo uta update from NIDA taarifa zako, business type. Okay, utaona taarifa zako hapa, na ukitaka kubadilisha taarifa yoyote unaweza kuibadilisha hapa katika poto hii, utabadilisha. Kama unahitaji kubadilisha taarifa yako yoyote, hapo utaweza kuibadilisha. Okay, sasa cheti chako pia utaweza kuiview katika sehemu hii ya chini kabisa. Hapo kuna sehemu utaona umeweka hapa view TIN certificate. Hapo unaweza kuview TIN yako vizuri tu bila shida yoyote, kama unavyoona hii inafunguka. Kwa hiyo utaweza kuview TIN yako hapo, na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante.